Pantevu ataka wachezaji wote wa Simba kufunga mabao. Meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitri Pantevu amesema mfumo unaotumia kwenye kikosi hicho unawapa nafasi wachezaji wake wote kufunga mabao na hahitaji mastreka pekee yake. Akizungumza alisema aina yake ya uchezaji kwa kuwatumia mabeki wakati kucheza pembeni zaidi ni kuwapa uwanda mpana wa kusaidia mashambulizi mbele ikiwezekana kufunga mabao. Dimitri Pantevu anaonekana kupenda kutumia mabeki wakati watatu nyuma, huku Wilson Nangu na Rushaine Dairak wakionekana kucheza pembeni zaidi. Wakati Nangu alionekana zaidi upande wa kushoto, Rushaine huonekana upande wa kulia, huku viungo wakati wakishuka chini wakati wao wanapokwenda mbele kusaidia viungo wengine eneo la kushambulia. Katika timu yangu nimetengeneza mfumo kwamba kila mchezaji afunge mabao, haijalishi ni beki, kiungo au mshambuliaji. Na hii inaonekana zaidi hasa kwenye faulo na kona, kwa sababu nimeona wachezaji wangu wengi wana uwezo wa kutupia mpira ndani ya wavu, alisema. Katika mchezo dhidi ya JKT, Nangu aliyesajiliwa msimu huu kutoka JKT Tanzania alifunga bao, likiwa la kwanza kwenye ligi kuu na la pili tangu ajiunge na timu hiyo. Anakuwa beki wakati watatu wa Simba kufunga bao kwenye ligi kuu, ambapo Rushaine raia wa Afrika Kusini ana mabao 2 mpaka sasa. Chamau Karabo raia wa Ivory Coast akiwa pia na bao 1 mpaka sasa. Mabao yote yaliyofungwa mabeki hao yametokana na mipira iliyokufa, kona na faulo. Akizungumzia mchezo dhidi ya JKT Tanzania alisema ni kweli haukuwa rahisi, lakini ugumu ulisababishwa wenyewe kwa kukosa mabao mengi kipindi cha kwanza. Kila mechi kwetu ligi kuu itakuwa ngumu kwa sababu Simba ni timu kubwa. Kila timu itataka kuja kucheza kwa nguvu kushindana nayo. Hata hivyo mechi hii tuliifanya ngumu wenyewe kwa sababu ya kukosa nafasi nyingi hasa kipindi cha kwanza, lakini niseme tu kuwa tulicheza vizuri, alisema. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally ametamba kuwa wamewaangamiza JKT Tanzania kwa silaha zao wenyewe. Tumetumia silaha zao tumewaangamiza JKT Tanzania kwa silaha walizotuuzia. Tumetumia fedha nyingi kuwasajili Yakub Suleiman na Nangu. Tulijua watakuja kuisaidia Simba. Bila shaka mechi ya 3 ya ligi kuu Tanzania bara, kila mmoja ameona kwa nini tuling'ang'ania kumsajili wachezaji hawa, kwani haikuwa rahisi kwa JKT Tanzania kwa ruhusu, kwani walikuwa ndio muhimili wao, alisema. Kocha mkuu wa JKT Tanzania Ahmed Ally alisema wachezaji wake waliokosa umakini hasa baada ya kupata bao. Ukicheza na Simba lazima ujue hiyo mechi lazima iwe ngumu kwako. Tulipopata bao tuliondoa umakini ambao wapinzani wetu walituadhibu. Kipindi cha kwanza tuliwadhibiti Simba, tulibadilika kipindi cha pili. Ilibidi sasa tufunguke ili tupate bao. Kweli ilikuwa hivyo, lakini tukiacha mianya isingewezekana kucheza kwa kuzuia dakika zote 90. Itakuwa haina maana kama unacheza kwa kuzuia tu bila kwenda mbele kupata bao, alisema. Simba inakuwa timu pekee mpaka sasa kwenye ligi kuu kushinda kwa 100% ikifanya hivyo katika michezo yote mitatu iliyocheza, ikishinda mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate na idadi kama hiyo ya mabao dhidi ya Namungo FC, ambapo sasa ipo katika nafasi ya pili na pointi 9. Kipigo hicho kinaifanya JKT Tanzania kupoteza mechi ya kwanza msimu huu baada ya michezo 5 kupita bila kuacha pointi 3, ikishinda 1 na sare 4. Mtazamaji wetu wa NEL-TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pale tu tunapoweka taarifa zetu kwenye channel yetu ya NEL-TV ili usipitwe na kitu chochote. NEL-TV tunakukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali, matukio, burudani pamoja na michezo na siasa, ili wewe mtazamaji wetu uchague kile ambacho wewe unakipenda kwa mtazamo wako. Endelea kutufuatilia na kuendelea kukusanyia taarifa na mimi Liz wa Sport hadi wakati mwingine. Bye bye.